wewe unayenifuatilia na wewe tutafakari pamoja, mimi na wewe zaidi sana wanandoa hii kitu imekaaje? Kwa sababu mara nyingi wanawake wao wameona wao ndio wakutendewa tu kila kitu, wakupendwa wao, wakupewa zawadi wao, wakujaliwa wao, yaani wao kila kitu ni wao. Nataka kuuliza, kwani upendo, hebu mnisaidie, mimi naweza kuwa ni mshamba hivi, sio kwamba upendo utakuwa uwe two way traffic Kama mimi nakupa zawadi labda mimi nakufanyia wewe birthday wakati wa birthday yako, je, sina haki na wewe ukanifanyia birthday wakati wa birthday yangu? Kama mimi nakununulia zawadi labda kitenge au nakununulia labda nguo nakununulia, je, wewe mwanamke niseme na wale ambao wanafanya kazi au wanafanya biashara wanaingiza kipato, je, wewe hauna haki ya kununulia mimi shati? Hauna haki ya kununulia mimi kiatu? Je, ni mimi tu natakiwa nifanye kwa upande wako? Wanawake wamekuwa wakizungumza hilo sana na wakitetea sana hilo, na ni wao wanaona kama, na nikaona mimi naona kama kuna kaubinafsi fulani. Lakini ndoa yenye mafanikio ambayo naifikiri mimi, nimepata nafasi kidogo ya kukaa kwenye nchi za wenzetu, nimeona kwamba love is two way traffic, kwamba wakati wa birthday ya baba, mama anamnunulia baba kile kitu anapenda. Wakati wa birthday ya mama, the same, baba anamfanyia mama kile anachokitaka. Na pia nikaona majukumu ni yanafanyika ni two way traffic, wote wanafanya majukumu yani kila mmoja anawajibika kwa upande mmoja ama mwingine Kwa hiyo inaleta balance kwenye mahusiano. Lakini Afrika imelemea sana, mwanaume ndio kila kitu mzigo umekuwa kwake. Na hata baadhi ya wanawake ambao wanafanya kazi mimi nazungumza sasa kwenye level ya mchungaji, nimekutana na watu wengi, nimeona watu wengi, nimeona ndoa nyingi kwamba hata mwanamke akifanya kazi bado pesa ni za kwake, yani sio za familia. Kwa hiyo sasa hiyo haileti afya kwenye ndoa Kwa hiyo na ni kitu ambacho kinahitajika kwamba kama inasemekana ni msaidizi, maana yake anasaidia kwenye hata majukumu ambayo ni ya pamoja, na hakuna kitu ambacho ni cha mwanaume au kitu ambacho ni cha mwanamke. Na mimi nikawa najiuliza, leo niulize mwanamke yule anifuatilia, hivi unafikiri mali unazotafuta, fedha unazotafuta ni za nani? Au hata mwanaume ananisikiliza ni baba, unafikiri fedha unazotafuta na vile ambavyo unatafuta ni vya nani? Kitu ambacho nimechunguza, kitu ambacho nimeona, haijalishi una magorofa, utakuwa na mapesa kiasi gani, hivyo vitu mwisho wa siku vinakuja kuwa ni kwa ajili ya watoto. Sasa watoto, je, ni mtoto ni wa baba au watoto ni wa baba na mama? Kwa hiyo haijalishi, sababu utakuja utaondoka, mama utaondoka, kwa nature watabaki watoto, zile mali watazirithi kwa njia moja ama nyingine. Na ndio maana Biblia ikasema kwamba mzazi mwema au baba mwema anamwachia mtoto urithi kwa watoto wake. Maana yake kile unachokitengeneza kitakuwa kiende mpaka kwa watoto wenu na sio kwa ajili yenu. Chochote unachokifanya sasa hivi sio kwa ajili yako. Na ndio maana pia nawaambiaga watu ni muhimu sana unapofanya kazi, unapofanya biashara, usisahau kuishi, kwa sababu at the end of the day hatutafuti tu hela kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya watu wengine. Lazima na wewe uweze kuishi, na then baada ya wewe sasa hata ukiondoka, yale ambayo unayatafuta yanaweza kaenda kwa watoto wenu. Kwa hiyo mwanamke au mwanaume usije ukaidanganya. Ni muhimu sana muende pamoja. Najua kuna watu ambao wameumizwa na wanaume kweli, nikiri mimi ni mwanaume, lakini kuna wanaume ambao baadhi sisi tumeumiza sana wakina mama, lakini hiyo haiwezi kuwa exceptional kwa mwanamama na mwanababa na baba kuweza kutimiza
wajibu wake na wajibu wenu kwa pamoja. Na ndoa yoyote, kwa experience ambayo nimekuwa nayo sasa kwa zaidi ya miaka 15, ni kwamba mkija pamoja, mkikaa pamoja, mtafanya mambo mengi makubwa sana 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 sana, kwa sababu nguvu inakuwa ni kubwa ya kuleta mabadiliko. Kwa hiyo nataka nimwambie mama, baba unanisikiliza, kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu, na hakuna kitu cha baba, hakuna kitu cha mama, vyote ni vya kwetu, na huo ndio asema ni mwili mmoja, na hiyo ndio maandiko, na hiyo ndio kibibilia. Siku zote mmoja akishakuwa mbinafsi, anaanza kuficha vitu vyake. Ndio kuna wababa wengine hata wamepoteza pesa zao nyingi kule benki, wamepoteza pesa zao, mashamba yao wamepotea, wamejenga nyumba, mke wake ajui. At the end of the day, kama amefariki, vile vitu vinapotea. Sasa faida iko wapi? Mungu akubariki. Amen.